Swala la waziri wa mambo ya ndani. Unajua, mimi niwaeleze, hii tabia ya serikali kushiriki kuvunja sheria inatakiwa kupingwa na kila Mtanzania anayetaka utawala wa sheria hadharani na sirini. Haya mambo lazima yapingwe, kwa sababu haiwezekani. Unajua, iko sheria ya vyama vya siasa na jeshi la polisi na polisi wasaidizi, ndio sheria inayosimamia vyama. Imeweka utaratibu wa namna gani vyama vinaweza kufanya mikutano, imeweka utaratibu ni namna gani vyama vinaweza kufanya maandamano. Hiyo sheria, anayetakiwa kusimamia hiyo sheria ni jeshi la polisi na sio Katambi, waziri. Sasa waziri akiingia akapiga marufuku utoaji wa, na sio vibali, nyinyi mnakosea. Kwa mujibu wa sheria namba 5 ya vyama vya siasa ya mwaka 92 pamoja na maboresho yake, haisemi vyama viombe vibali kufanya mikutano. Chama kikitaka kufanya mkutano au maandamano kinampa taarifa kamanda wa polisi wa wilaya kwamba na kimpe taarifa kwenye muda usiopungua masaa 48 mpaka wakati wa kufanya nini huo mkutano au maandamano. Na lengo ni kwamba ili polisi aandae ulinzi, sio polisi azuie, aandae nini? Ulinzi. Polisi anachoweza na inasema polisi akisema hutafanya lazima atoe sababu. Sababu inaweza kuwa kiwanja unachotaka kufanyia kuna mtu mwingine anafanyia, kwa tafuta kiwanja kingine, au siku hiyo sisi hatuna polisi wa kutosha kwa sababu labda rais yuko hapa au nani yuko hapa, kwa tunaomba utafute siku nyingine. Lakini sio taarifa za kiintelijensia, kwa sababu kama mna tishio la usalama kwenye mkutano wa Chauma, manake ndo kazi ya polisi kupeleka ulinzi, sio kuzuia Chauma asifanye mkutano. Make sasa polisi wetu wanafanya hivyo kwa sababu tuna taarifa za kiintelijensia kwamba hakutakuwa na usalama kwa msifanye mkutano. Kwa hiyo ina maana mimi nikiwa chama pinzani na chama kingine wakitaka kufanya mkutano, mimi nitaleta tishio halafu kingine chama sikifanye mkutano, ndio maana yake. Ndio maana polisi wapo, kama kuna tishio, kama kuna taarifa za kiintelijensia, inatakiwa polisi ndio waongeze ulinzi au wamkamate yule anayeleta tishio. Ndio utaratibu wa kawaida. Lakini haya mambo kuturudisha kwenye enzi za Magufuli, haya mambo wa Tanzania lazima tuyapinge. Magufuli alivunja katiba, alivunja sheria, tukamnyamazia. Huyu naye anataka kufuata nyayo za Magufuli, tumkatalie na tumpinge mapema, na Chauma haiwezi kukubali. Hatuwezi kukubali mambo ya namna hii. Haya mambo sasa, sikiliza, hii itakuwa banana republic sasa. Kwa sababu sasa sasa mtu mmoja anaamka leo anasema kwamba hakuna kutoa vibali. Huyo ni waziri. Na mwingine akiamka kutoa lingine. Na hilo swala linavunja sheria ambazo wamezitunga wao na wameapa kuzilinda. Sasa tutakuwa na viongozi wa namna gani? Wanayevunja sheria kwa Tanzania tu tunawachekea? Hapana, sio sawa. Hili swala litakuwa kupingwa. Hili swala litakuwa kufanya nini? Kupingwa. Na si Chauma tupinga kwa nguvu zetu zote. Tunalipinga kwa nguvu zetu zote. Waheshimiwa waandishi wa habari, kuna mtu ana jambo? Labda nimalizia, amepewa uteuzi hajasema chochote. Kuhusu nini? Kuhusiana na nafasi iliyopewa. Sasa nizungumze nini shehe? Au unataka nifungue champagne hapa? Unajua nini? Sisi Chauma tunagawana majukumu. Tunagawana nini? Kwa hili ni jukumu nimepewa, na nimepewa jukumu ili niongoze wenzangu kutekeleza hili jukumu. Hasa kwenye idara ya utendaji. Tutekeleze hili jukumu. Kwa hiyo mimi labda nitoe wito kwa Watanzania na nitoe wito kwa wanachauma kwamba waje wale watu wote waliyesita kujiunga na Chauma, waje tujenge chama kikubwa. Sisi tulikotoka tukaja hapa, tuitegemea kujenga jukwaa bora kubwa, na tulikuta Chauma ikiwa chama safi, hakina doa, kinakwenda, kinaaminika. Njoni tujenge
Chauma ambayo itabeba maono ya Watanzania kwa vitendo. Na ndio maana nikasema sisi tutaongoza kwa vitendo tukiwa mbele, sio kwa kulalamika. Tutawaeleza watu hili liko namna hii na tutatenda tukiwa mbele yao. Kwa hiyo sisi tutakwenda kuwasimamia Watanzania wapate haki zao. Tutapinga mambo yote ya uonevu kwa Watanzania. Lazima Watanzania, nchi ni yetu, nchi ni tajiri, ina mali, lazima tusimame kwa nguvu zetu zote kuhakikisha utajiri ambao Mungu aliuweka kwenye ardhi ya Tanzania unawasaidia Watanzania haya waondoke kwenye umaskini. Hicho ndio ambacho naweza kusema. Kwa mimi nitoe wito kwa Watanzania wote. Karibuni Chauma. Wanachama wa Chauma, jiandaeni, tunakuja huko. Anzeni kazi. Tufanye hii kazi. Tukichangia hiki chama kipate rasilimali za kuweza kusonga mbele, kukidhi matakwa ya Tanzania. Pale Ubungo Plaza wakati tumepokelewa na Chauma, tulisema tunaanzia tulipoishia. Kwa maana ya kupigania haki za Watanzania, tunaanza kuzipigania kwa nguvu kubwa zaidi. Asanteni, tunawashukuru. Karibuni Chauma. Kuna kitu nataka kuongea. Nilikuwa nafunga hiyo session na viongozi wakuu. Ya viongozi wakuu. Sasa kwa utaratibu wa kiitifaki, mwenyekiti akishazungumza, na kwa sababu waandishi wako hapa, tuna uwezo wa kupata fursa kwa sababu tuna ofisi nyingi. Kama kuna jambo ambalo mwenyekiti wa wanawake anataka kuzungumza, kama interview ndogo ndogo, tunaweza kufanya hivyo. Maana kuna nafasi ya makamu mwenyekiti wa wanawake anataka kuzungumza, na kwa sababu